swali, na pia utakuwa na nafasi ya kuweza kupata. Basi tunaenda kuanza kipindi chetu, na kama una swali lako nitaomba uweze kuuliza swali. Unaweza kuandika kwa 0752 729124 0752 729124. Unaweza andika swali lako, nitaweza kujibu. Kuna wengine wanaogopa kuuliza swali, kusimama na mic kuuliza swali. Kwa hivyo ukiandika hapa nitasoma swali lako na nitaweza kujibu. Sitataja ni nani ambaye ameuliza swali, ila nitajibu swali lako kwa 0752 729124. Kwa hakika afya ni uchaguzi, sio kubahatisha. Na Kristo alipokuwa duniani alichukua nyakati nyingi kuhudumia wagonjwa. Na Yesu alienda katika milima na mabonde, aliingia katika sinagogi yao na aliletea waliokuwa wamechoka, waliokuwa wamepagawa na pepo, waliokuwa wamepooza, na Yesu aliwahurumia na akawaponya. Unaposoma Mathayo sura 4 fungu la 23, Yesu alifanya kazi tatu: alifundisha, alihubiri na akafanya uponyaji. Ni kazi kubwa tatu ambayo Yesu anafanya, na hata kipindi hiki Yesu anafanya kazi hiyo kwa kutumia watumishi wake ambao tunafundisha mambo ya elimu, tunafundisha jinsi ya kuweza kutibia magonjwa mbalimbali. Kwa hivyo tunakukaribisha kwa njia kipekee uweze kufuatana pamoja nasi. Na leo pia tuna somo nzuri. Kuna magonjwa ambayo yanasumbua watu, lakini leo nilikuwa nimehitaji kufundisha somo fulani, lakini Roho Mungu akaniambia nizungumzie leo juu ya overweight na magonjwa na madhara yanayokuja pamoja na uzito kupitiliza. Na tutaenda kuangalia magonjwa kadha wa kadha utakapokuwa na tatizo la uzito kuzidi, hatimaye utaweza kupata magonjwa ambayo nitaenda kuyataja. Kuna umuhimu wa kuwa na uzito wastani na umuhimu wa kuwa na uzito huu kupitiliza utachangia kuleta magonjwa. Na sisi tuna mashine pale, inapokufanyia check up ya mwili wote inatuambia unastahili kuwa uzito kiasi gani kulingana na urefu na uzito wako. Tunaita BMI, body mass index, uwiano wa urefu, uzito wako, na unahitaji uwe na uwiano. Kando na hapo utapata matatizo. Kuna wengine wanakuwa underweight. Utakapokupima pale itasema kwamba wewe uko chini ya viwango viwango vya afya na mwili wako jinsi ulivyo. Basi tutakushauri jinsi ya kupandisha uzito wako ufike katika ule unavyostahili. Lakini tuanze na uzito huu ambao unaita overweight. Tuna overweight, kuna obesity 1 level, 2 level, 3 level. Ukizidi mashini inatuambia huko 2 level obesity ama 3 level, na itachangia kuleta magonjwa. Kwa nini watu wanakuwa na overweight? Overweight inatokea na chakula tunayokula, vyakula tunavyokula. Tunapokula vyakula vya wanga kwa sana inachangia kupandisha uzito. Kula sukari imejificha kwa vitu mbalimbali. Sukari imejificha kwenye biskuti, kwenye pipi. Watu naona wanapenda sana pipi. Asa ile pipi iko na kama ina bomba ile, sijui mnahitaji. Hata watoto wadogo ina kijiti. Hizo sijai kula, lakini kuna hizo pipi, kuna keki. Sukari nyingi zimejificha ndani ya keki. Unapata watu wanakula keki, utakuja kuleta matatizo katika mwili wako. Angalia sana usije ukala sukari. Na yani katika vitu mbalimbali ambao vimejificha, sukari imejificha pale, itachangia kuleta magonjwa ambayo yataenda kuaffect na
fanya utumie gharama kubwa hospitalini kwenda kutibia matatizo. Hapa Arusha kuna binti wa miaka 28 alikuwa amefikisha kilo 142. Mama yake akaniambia siku moja, walinipigia simu, jamani dokta, saidia binti wangu apunguze uzito, nahitaji akaolewe. Maana hawezi akaolewa, kilo 142 huwezi ukaolewa, maana tendo la ndoa hautafanya. Nini imefunika kila kitu, mapaja haya yamefunika, yani utakuwa na matatizo. Kwa hivyo alikuwa ni mnene, na siri ilikuwa ni kwamba anakunywa Fanta Orange 3 kwa siku. Yani anaona tu anateremsha maji. Fanta Orange ni kama vijiko 12 vya sukari. Sasa yeye anakunywa kila siku. Na ukinywa Fanta Orange moja unaongeza nusu kilo. Kwa hivyo unapotumia vitu hivyo vitaenda kuleta madhara katika mwili wako na utapata magonjwa. Overweight na obesity, vitu hivi viwili, kuwa na uzito uliokithiri na pamoja na obesity ambao unakuwa. Nimewahi kuona kuna vijana wawili wafupi walipata jamaa moja bonge anakula chakula, wakamnyang'anya chakula, wakapita kwenye mlango mwembamba. Ule jamaa anajaribu wampe chakula. Sijui kama mmeona kwenye mtandao, wala anapenda kuchekesha watu. Ule jamaa ni mnene, hawezi akapita kwenye mlango. Kuna wengine hawezi akapita milango fulani, huwezi ukachuchumaa kwa sababu ya uzito huu. Overweight imechangiwa kwa sababu ya vyakula, na pia hata mtu mwingine akiwa na ile afya ya akili, akiwa na sonona, depression, atakula zaidi na atazidi kuongeza uzito. Sasa tuangalie magonjwa yanayosababishwa unapokuwa na uzito ambao umepita. Katika ubongo, mtu huyu utakuja kupata kama stroke, utakuwa ile kukoroma, sleep apnea. Utapata kwamba yule mtu atakuwa na matatizo kwenye ini, atakuwa na gallstone, mwingine anaenda kutolewa mawe, na atakuwa na arthritis, maana mifupa. Umewahi kuona mtu ni mzito umezidi, utasikia miguu na kuuma, magoti na kuuma, miguu inauma. Miguu inasema, jamani nimechoka kubeba hii uzito. Utakapopunguza ule uzito, utasikia miguu imeacha kuuma. Ni kwamba miguu inabeba mzigo mzito, ambapo unapata grease. Nyinyi hapa ni mnaona mafundi gari wako pale, kuna grease na kuweka kwenye bearings. Kwa hivyo na sisi unapata matatizo ile ligament na katika, unapata na msuguano, utapata matatizo hiyo. Kuna swelling ya miguu, unapata miguu inavimba. Overweight hii imechangia kuleta magonjwa ya moyo. Ukiwa na uzito huu, utakuja katika moyo, utakuja pata magonjwa ya moyo, utapata kisukari, utapata matatizo ya blood pressure. Uzito ukizidi unakaribisha blood pressure, na uzito unapozidi, mafuta yanapotengenezwa yanaingia kwenye mishipa ya damu. Katika mishipa ya damu ni kama bomba lile linapitisha maji. Kwa hivyo bomba inayopeleka damu, mishipa ile unapata kwamba mafuta ile yanajaa, yanaziba mirija ile, hatimaye inakuwa narrowed, inasinyaa. Kwa hiyo inakuwa shida kupitisha damu. Ndio maana ule mtu utapata moyo unapiga, akitembea kidogo anahema. Kwa hiyo kwa sababu mafuta yameenda kufunga pale, atakuja pata magonjwa haya na atapata pressure. Katika mapafu utapata ule mtu atakuja pata kama asthma, ama atakuwa na pulmonary blood clots. Unapata damu inaenda kuganda, maana haipiti vizuri na ametumia vyakula ambavyo vinaenda kusababisha. Mtu yule anapata asma. Katika mishipa ile damu haiwezi kupita. Katika kongosho atapata magonjwa katika kongosho, na pia atapata kansa.
Watu wengi ambao uzito umezidi ni unakaribisha pressure, kisukari pamoja na saratani, breast cancer, uterus cancer, colon cancer, esophagus cancer, pancreatic cancer, kidney, prostate, yote hiyo, na kila wakati anapata na maumivu. Magonjwa haya yatakunyemelea uzito unapozidi. Weza kuangalia uzito wako, unakula nini, unakunywa nini, na hata unalala saa ngapi. Uwe na muda wa kulala angalau masaa 7. Tunasema masaa 7 hadi 8 mtu analala. Ngine unataka upite mtihani, unakuja kulala saa 8 ati ndio upite mtihani. Utaanguka mtihani. Lala mapema, ubongo nao ipumzike, ndio ukiamka asubuhi, hata ukiamka saa 9, hata ufungue pages. Ndio unaona mimi ninaweza kuangalia tu title hapa, kila kitu inakuja kwenye ubongo. Ni kumaanisha kwamba utaweza kushikilia na hata mafungu ya Biblia. Napo yani unahitaji kuanzia saa 9 asubuhi, ukiamka saa 10, ukiweka muda wako, weka muda wako wa kulala. Yani ikifika saa 4 mimi nimeenda kulala, ama latest saa 5. Nyinyi mna watch, unatumia simu weka kando, lala. Hii simu iko tu. Mwili inahitaji kupumzika, nguvu ya kesho inatengenezwa leo. Kwa hivyo uzito huo utaenda kuleta magonjwa hayo, na hatimaye utapunguza miaka yako. Kwa hiyo unahitaji kuweza kupima uzito wako na uweze kuangalia. Ndio maana tunapima mambo ya BMI. Normal inakuwa 18.5 to 24.9 normal BMI, ambao yani ukiweza kuangalia nini uzito wako, BMI ndio hiyo. Overweight ikizidi 25 kwenda juu tunaita overweight. Ikifika 25 29 tunaita pre-obese. Obese ni 30, na obese 1 2 3 tunaangalia hapo. Utakapopimwa pale, Nuru atawapima, anajua kupima, basi baadaye nitakuelezea ripoti yako. Kwa hivyo vitu ambao vinafanya tunapata obesity ni kuweza kutumia biskuti, mikate, ice cream, hizi zinachangia. Lakini ukiwa kama uko na hiyo tatizo tayari, unahitaji kula mboga, vitu vyote vya kijani, apple ya kijani, tango, mboga ni ya kuanza kupunguza ule uzito ambao umezidi, na pia kusaidia tumbo. Kuna watu wengi wana shida ya tumbo, mfumo wa mmeng'enyo. Unapotumia mboga hizo itaweza kusaidia. Kula matunda, kuna grapes, kuna zabibu, utaweza kukusaidia, na utaweza kuwa vizuri. Na kutumia maji itakuweza kukusaidia uweze kuchange habit hizo, kunywa maji, uweze kula vyakula vinaotoka ardhini ambao vijakobolewa, ambao viko na fiber. Na ile ufumwele inasaidia katika mfumo wa mmeng'enyo, inasaidia kutoa uchafu. Wengine unapata chakula kimekaa kwa muda mrefu tumboni, na inaanza kuoza, hatimaye unakuwa na matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo. Tunapata wengine anakuwa na digestion inakuwa slow, bakteria wanaendelea kuzaliana. Unapotumia fiber ile inasaidia kusafisha, na unakuwa vizuri. Unakula njegere, unakula mboga, unatumia rosemary, unatumia hoho ile nyekundu, unaweza tumia hiyo, unatengeneza kachumbari yako, na itaweza kusaidia. Na ukule vya mboga kwa wingi, basi itaweza kusaidia. Pengine kama kuna mtu ana swali, ataweza kuuliza tunapoendelea na kipindi chetu. Niweze kuangalia, niliwapa namba ya simu. Kama una swali lako ni 0752 72 9124. Kama unaogopa kuuliza swali, lakini kama unaweza pewa maiki na utaweza kuuliza.
Kuna mtu aliuliza upungufu wa kinga ya mwili, je, nitumie nini? Unahitaji kuweza kutumia karoti, kabeji ya zambarau na apple, unakamua juisi yake. Unahitaji kutumia punje 3 ya kitunguu saumu na katakata, unameza kila asubuhi na maji ya vuguvugu, itakusaidia. Unahitaji kutumia vitamin C ambao unaweza tumia pilipili kichaa, inaimarisha kinga. Unahitaji kutumia kula parachichi. Watu wengi wana upungufu wa vitamini E, na ni muhimu sana kula parachichi na B vitamins, na itaweza kusaidia. Haya, kuna mtu ana swali? Siri ya kuwa na afya njema. Tunapoendelea katika obesity, na unahitaji kuangalia vitu vifuatavyo ili uweze kuwa na afya njema, uendelee kuwa na nguvu, vitality, uwezo wa kufikiri, ngozi yako inakuwa vizuri. Unahitaji uzingatie mambo haya. Ya kwanza, unahitaji kuweza kuamua na kuwa na afya njema, unahitaji kula vizuri. Na kula vizuri sio kula nyama kila siku. Kula vizuri ni kupata virutubisho, protini, vitamini, pamoja na carbohydrates na lipids, mafuta ambayo yanasaidia. Kwa mfano, mafuta yanapatikana kwenye almond, tuna korosho, seeds hizo, na pia inapatikana kwenye, mzuri sana ni parachichi. Ina mafuta mazuri ambayo inasaidia uweze kwa vizuri. Na pia unahitaji kula kuna maharage, kuna njegere, kuna soya unatengeneza. Si tunatengeneza hata maziwa ya soya, tunatengeneza dawa ambayo imetengenezwa pamoja na soya. Lakini tahadhari, usiwahi kutumia soya na ngozi yake, utapata na saratani. Watu wengi katika ngozi ya soya ina sumu. Kwa hiyo inahitaji unachemsha nusu saa, unatoa ngozi yake, au unailoweka usiku kucha. Ikifika asubuhi unapikisha, ile maganda yanatoka, kisha unapika. Basi itaweza kukusaidia. Nimetoa angalizo hiyo. Nashukuru Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kunikumbusha hiyo, ili watu wengi wasije wakapata matatizo. Avoid beverages, masoda, majuice, cola, juices ambazo zimetengenezwa viwandani. Uweza kutumia natural. Usile chakula kingi usiku unapoenda kulala. Unastahili tumbo ilale kama iko empty. Yaani ikiwezekana ukila saa 2 usiku, saa 4 unaenda kulala. Usile na kulala, utavimbiwa, utakuwa na matatizo ya mfumo wa umeng'enyo, utakuwa na gesi. Na pia ukishakula chakula unastahili kutembea hatua 100. Ni kusaidia digestion. Mfumo wa umeng'enyo unapoanza kutafuna chakula. Kwa hivyo unapoendelea, na usile chakula na kunywa maji hapo hapo, unaharibu process ya digestion. Na ukitafuna haraka mara 3 umemeza, sijui mara 5, utakuwa inabadilisha na kwa mafuta. Lakini unahitaji utafune chakula zaidi ya mara 20 ndio umeze. Watu wamenishangaa. Na hata ukila nyama utafune zaidi, inameng'enywa zaidi unapotafuna. Haya, hiyo ni angalizo. Kwa hivyo unahitaji upate na muda wa kupumzika, usile chakula kingi. Na pia ukiamka asubuhi, kitu cha kwanza inastahili maji ndio ifungue njia.
Kwa nini kukunywa maji asubuhi? Ina jumpstart mfumo mmeng'enyo. Unapokunywa yale maji hasa ya vuguvugu, yanaenda kulikuwa na vyakula ulikula vya mafuta, inaenda kusaidia kuyeyusha na utakuwa vizuri. Ndio maana tunashauri kunywa maji. Jaribu wewe, una shida ya ngozi. Unapokuwa na shida ya ngozi, shida iko ndani. Tibu tumbo yako, ngozi yako itakuwa vizuri. Funga saumu mara moja kwa wiki au mara 2 kwa wiki. Unapofunga, ini lako linajiosha lenyewe, linajirekebisha, mfumo wote wa mmeng'enyo unakuwa vizuri. Kwa hivyo utaweza kuwa vizuri utakapofuata hivyo. Kingine, uweze asilimia kubwa tumia vitu natural ambao havijakobolewa. Na pia wakati mwingine kama uko nyumbani hapa, najua mnanunua chakula wengine, ukirudi nyumbani kama uko likizo, faidi nyumbani. Una steam vitu, unakula kama ile sisi tuna steam kama lettuce ama mboga ziwe za vitu ya kupika. Inakusaidia unajicleanse ukiwa nyumbani na uweze kucleanse your system periodically by fasting. Hiyo nimeweza kuambia. Na kama unasikia tumbo kuna wakati mwingine mtu anaamka amechoka bila sababu, unahitaji kuvuta. Unavuta na pua, unatoa na mdomo, safari 10 kila asubuhi kwa siku 10, utaona muujiza. Hata wale wakina dada ukiwa kwenye siku zako unaumwa, futa mara 10 utapona. Cramps itaisha, ile mchango mnaita. Pia unakanyaga maji ya moto miguuni, kitambaa cha baridi, kipaji cha uso kwa dakika 30, basi unakaa vizuri. Hapana kutumia kila siku Diclopa, Buscopan, sijui nini, wengine wanachoma sindano. Basi ukitumia hii nature itakusaidia uweze kupata virutubisho, madini mbalimbali. Kuna vitamini ambayo watu ukiwa na hii vitamini itakusaidia sana ili kupunguza na kuweza kuwa vizuri. Unahitaji vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin P, vitamin F, vitamin K, vitamin B na vitamin zingine. Labda nizungumzie tu vitamin A ambao ni muhimu sana. Kuna watu wana shida ya macho, wana shida ya ngozi, unahitaji kupata vitamin A. Vitamin A ni vitamini nzuri sana, na vitamin A ukikosa vitamin A utakuja pata shida ya macho ya kwanza, utapata shida ya ngozi, utawashwa ngozi, na pia unakuwa dry, na pia utapata kuzeeka haraka, na pia matatizo ya membrane. Utakuwa na hiyo night blindness, usiku hauoni vizuri, na kwa sababu ya vitamin A. Na hii vitamin A inapatikana kwa mboga, inapatikana kwenye mchunga. Mnajua mboga ya mchunga? Ama mulagi mboga ya mchunga? Chakula sungura ile inakuwa na maziwa hivi na nini ya njano, flower ya njano. Mchunga. Mara yangu ya kwanza kula mchunga ni hapa Tanzania, tena Morogoro. Nilikuja 2002 Mazingbu campus. Nilikuja huko kutoa somo la afya, peer education, mambo ya VVU. Kipindi hicho VVU ilikuwa imekuwa, tulikuja wanafunzi wa vyuo mbalimbali, nilikuja pale nikala. Lakini 2009 nimeifanyia research kule chuo cha Nairobi, University of Nairobi, Department ya Natural Pharmacology and Pharmacognosy. Tukapima mchunga, ina vitamin A, C, K, ina na virutubisho ambayo ni dawa. Kwanza mtu aliye na kisukari inasaidia katika kuyeyusha yale mafuta, na pia kusaidia kongosho kufanya kazi vizuri. Ni mzuri sana kula kama mboga, tena mizizi yake ni dawa. Hey, amazing. Mengine mnajisomea, nikiona nimwambia kitu fulani, chukua muda wako,
endelea kusoma zaidi. Maana tunawafungua macho ili muweze kujua kwamba unapotumia hiyo mchunga itakusaidia. Kuna karoti kama karoti, kuna spinach, kuna peaches, kuna viazi lishe vya njano. Viazi lishe vya njano ina beta carotene ndani yake. Ukila viazi lishe vya njano pamoja na matembele au mchicha, macho yako inarudi. Bora umeacha sukari. Yaani hapa ukiacha sukari na uanze kufuata, kama una shida ya macho utapona. It will take 6 weeks, yeah? Macho yako itakuwa vizuri. Maboga, kula maboga. Na mbegu za maboga ni dawa ya mfumo wa uzazi. Inasaidia, inatoa minyoo. Kwa hiyo ni nzuri sana. Papai. Kwa hiyo vitamini A ni muhimu sana, na utaweza kutumia karoti. Kama karoti ukinywa glasi moja inakupa nguvu ya kutembea kilomita 9. Ukiwa na TB ukinywa glasi 4, wiki 6 TB imepotea. Ukiwa na mama amejifungua mtoto, maziwa imekataa kutoka, glasi 4, siku 4 maziwa inabubujika. Mtoto ananyonya paka mengine anabaki. Yaani vitamini A. Ina calcium karoti, ina potassium, ina calcium, potassium, ina vitamini A. Ni muhimu sana. Mtu akiwa na shida ya moyo, karoti na cabbage, na kuambia moyo wako itarudi sawa. Utafanyaje daktari? Nimesikia wengine wanajiuliza, sasa unafanyaje hiyo karoti? Chukua karoti 7, cabbage robo, kamua na juice machine, kunywa juisi yake, utapona. Una vidonda vya tumbo, una shida ya miguu, una shida gani? Una matatizo hiyo ya overweight, unatumia hiyo pamoja na sharubati ya ngano. Nimeambia kitu chochote cha kijani kina saidia mfumo mmeng'enyo, ina reduce weight. 2017 mwezi wa 10 niliitwa chuo cha Kenyatta, nilifundisha Kenyatta University TV. Niliweza niliambiwa nizungumzie kwa documentary, nizungumzie weight management na cancer, ambapo mimi nilitumia kimea cha ngano. Kesho nitakwambia faida 30 cha kimea cha ngano. Kesho usikose. Tawaelezea faida ya kimea cha ngano. Juisi yake unaotesha siku 7. Ukianza baada ya siku 7, ile kimea ukikata majani yake ukamwe juisi yake unywe, inatibu magonjwa mengi. Nimetumia kwa muda mrefu. Niliwaambia mimi 2020 nimekanyagwa na ice, gari imepita juu yangu, nimepasuka kichwa, sikio hili limekatika nusu, mbavu hii nimevunjika hapa kuna kovu, nimepona. Mapafu yalisinyaa kama chapati, nilikuwa natumia respirator kupumua. Mguu wangu umevunjika. Baadaye tukitoka nje, mwenye anataka kuguza huu utaona sijawekewa chuma, lakini mfupo umepasuka na mimi natembea. Nimekaa lazwa hospitalini miezi 2 nikitumia mboga ya ndeema, nikiunywa juisi ya karoti. Ndeema inaitwa Basella alba, mboga ambazo ukitumia nzuri. Otesha nyumbani kwenu. Ukitaka kumsaidia mzazi wako au mtu yoyote mlezi, muoteshe hii mboga, hauta regret. Nitakwambia jinsi ya kutumia hata kama una shida ya mishipa, mtu anaumia, atembei, nitamwambia tumia majani 21 kwa siku for 21 days. You will see a miracle. A miracle. Ni majani tu. Mungu ameweka miracle ndani ya majani. Zaburi 104 fungu la 14, maandiko matakatifu yanasema, Mungu yameesha majani na maboga kwa matumizi ya binadamu na wanyama. 47:12 Ezekieli nasema, na aliwapa mti kando kando ya mto upande huu na upande huu, majani yake yatakuwa ni tiba, matunda yake yatakuwa ni chakula. Mwanzo 1:29 mbegu, mboga na matunda chakula ya mwanadamu. Mungu ameweka yote kwa ajili ya uponyaji wetu. Mungu atubariki, maana muda umeenda. Muda unaenda na umeisha. Kwa hivyo kama una swali lako utaweza kuniuliza. 92 namba yako inaishia 92. Bwana ni mwema, ni vitu gani nitumie baada ya kuwa muhanga wa tumbo kujaa gesi?
punje 3 ya kitunguu saumu katakata, meza na maji ya vuguvugu 14 days. Utakuwa vizuri. Number 2, unahitaji kula mbegu za fennel. Number 3, unahitaji kutumia mdalasini na asali. Kuna mwingine ameuliza, je, ukimwi VVU inatibika na kuisha kabisa? Kuna hiyo ameweza dawa VVU, enda soma Encyclopedia Medicinal Plants book 2 page 755. Dawa iko pale. Ukinywa sharubati ya ngano, ukitumia bonano, ukitumia noni, ukitumia vitu fulani vitu mbalimbali, lakini utatumia hiyo na itakusaidia. Na dawa yake nilileta dawa moja ambayo inaitwa Echinacea. Enda soma Encyclopedia, ipo. Na kama kuna mtu ana shida kama hiyo, change your lifestyle. Nutrition number 1. Hata kama amelala, unataka mtu mwenye ako na VVU amelala, ameisha kabisa, wiki moja ataamka na kutembea. Atatumia nini? Sharubati, atakula nanasi moja kila siku na uji wa mchicha. Baada ya wiki moja ataamka aanze kufanya kazi yake. Ukishangaa mengine zaidi utatuuliza. Nataka ujaribu hiyo ya nyumbani tu, nanasi na uji wa mbegu za mchicha. Alafu asile nyama yoyote. Kwa nini? Tuna HIV, tuna BIV, SIV. Bovine virus inapata ng'ombe, tuna simian immune virus, na tuna HIV, human immunodeficiency virus, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Mengine mengi utanitafuta, tutaongea. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, uketie juu mbinguni, na kushukuru. Asante kwa sababu unatupenda. Kristo, wewe ndio tabibu mkuu na mponyaji mkuu. Neno lako linasema katika Zaburi 103 aya ya 1 hadi ya 3, tusisahau fadhili zako Mwenyezi Mungu. Wewe usamehe dhambi zote na uponyaye magonjwa yote. Kwa hivyo ugonjwa wowote wewe ndio unayoponya. Namba 2, change lifestyle. Katika ulaji na unywaji imechangia kuleta madhara. Mungu wetu wanapo change their lifestyle na kufanya detox, kutumia simple remedies, kutumia vyakula ambao umetupa, uponyaji ni hakika. Sio binadamu yeyote anayeponya, ni Mungu. Na umetupa vyakula, umetupa mbegu, mboga na matunda iweze kutusaidia na uwezo wa mwili huu. Maana anatomy and physiology ya human body ina uwezo wa kuweza kujitibia ugonjwa wowote kama itapata zile raw materials ambayo inahitaji. Baba yetu, zidi kutupa hekima na maarifa itokayo juu. Watoto wako wabariki. Mchungaji mbariki anapotoa somo, na zidi kutupa nguvu Baba yetu. Kwa uwezo wetu hatuwezi. Tulinde, tutunze, na Baba tutumie sawa sawa na mapenzi yako. Bariki wanafunzi hawa, masomo yao, mitihani wanaofanya. Bwana uwe pamoja nao wanapotia bidii. Bwana umeahidi kwamba watoto wako watakuwa vichwa, watakuwa mikia. Tunashukuru kwa neno lako. Mbariki tena mtumishi wako. Tubariki tunaposikiliza. Ni katika Kristo naomba nikiamini. Amen. Mungu atubariki.